poteza. Ogopa sana timu ya namna hiyo. Kwa hiyo ukiangalia jinsi ambavyo setup yao na Yanga ambavyo walikuwa wanacheza, kuna watu wanaweza wakasema kwamba Yanga amecheza chini ya kiwango kutokana na mfumo ambao kocha anaoingiza ndani ya timu. Kwa hiyo ni lazima kwanza mashabiki wabaki kama mashabiki, na yule Romain Folz ni mwalimu, ana taaluma yake, kuna kitu anataka kukiingiza ndani ya Yanga. Mshabiki anaweza kaona nje kitu gani ambacho kocha akakicheza, lakini maelekezo ya mwalimu na wachezaji, mwalimu yeye anaona wachezaji wangu wamecheza kwa asilimia kubwa kutokana na maelekezo aliyowapa. Sasa kwenye jicho la kishabiki wanaona kwamba hakuna kitu ambacho mwalimu amekitoa kwa wachezaji. Yeye mwalimu anaona kwamba nimefaulu kwa wachezaji nilipowapa maelekezo yangu. Wamejaribu kucheza na kuweza kupata matokeo. Shabiki sasa jicho lake linaona hapana, mwalimu si lolote si chochote. Kwa hiyo mimi najaribu mashabiki wa Yanga ambao wapo ndani ya Yanga kuisupport Yanga, wajaribu kutulia na kujaribu kuwasupport wachezaji pamoja na mwalimu. Kwa maongezi hayo unaiona wapi timu yako sasa, kama timu ya wapinzani umeielezea katika maelezo hayo, timu yako unaiona wapi sasa? Of course mimi na timu nzuri, kikubwa ni tuvumilie. Ukiangalia upande wa Yanga wana mwalimu mgeni, na mimi nilikuwa na mwalimu ambaye anatengenezea foundation ya timu. Tulikuwa tunaenda kwenye project, mwalimu yule ameondoka. Kwa hiyo tunapitia matatizo makubwa tu ambayo sisi kimpira hayana afya. Inahitajika kwamba huyu mwalimu ambaye ni Morocco amekuja kuikamata timu, basi ujaribu kumpa support, na yeye kama ni mwalimu na taaluma yake atajua jinsi gani timu hii kwenye kiwanja cha mazoezi atakwenda na nani kutengeneza first 11 na Simba. Hata mimi nikienda pale sasa hivi naweza nikatengeneza lineup nikaondoka na Simba nikafanya vizuri. Bwana Sam, kwa namna ambavyo umeitazama Young Africans, unaiona ni timu ya namna gani hasa kuelekea kwenye hatua zinazofuata? Of course ndo nimetoka kuongea hapa sasa hivi. Kikubwa ni uvumilivu. Nitakurudisha nyuma kwenye mechi ambazo Nasri Nabi anakwenda kuikamata Dar es Salaam Young Africans. Profesa. Kila mtu alikuwa anakata tamaa. Nabi akawaambia uongozi kwamba nahitaji mnipe siku 90 ambazo ni sasa na miezi mitatu. Lakini yule mwanaume kuja kuingiza jini lake ndani pale likakubali. Nakumbuka mechi ya Club African hapa, yule mwalimu kidogo apigwe. Wametoka sare bila kufungana hapa. Alitolewa hapa kimya ndani ya gari. Pindi anapita kama best loser. Yap. Timu ikasafiri kuelekea Tunis. Azizi Ki anafunga goli la maana sana ambalo linakwenda kuipeleka Yanga hatua ya makundi, wanaingia robo, nusu finali, na kama si kanuni Yanga alikuwa amerudi na kombe hapa. Kama ingelikuwa kanuni za goli la nyumbani nafutwa, basi Yanga tunaamini angerudi na kombe hapa, lakini Yanga aliconcede goli 2-1. Kufika kule Algiers Yanga kashinda goli 1. Kikanuni Yanga alikuwa amenyimwa ubingwa kwa sababu aliconcede goli nyumbani na mwenzake hajaruhusu goli. Aliruhusu goli 1, aliruhusu goli 2. Kikanuni Yanga anakuwa yuko nje ya kanuni za CAF, kwa hiyo alinyimwa ubingwa. Kwa hiyo kikanuni Yanga siku ile alinyimwa ubingwa kikanuni. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba hata huyu kocha anapita kwenye magumu, kwamba watu mashabiki hawamuelewi, lakini kuna kitu kizuri. Mimi hapa kama Sam Simba, mtu wa mpira, naamini kuna kitu kizuri ambacho anakuja kukifanya. Kila utakayemuuliza shabiki wa Young Africans atakwambia dakika 45 hazielewi kabisa, tofauti na dakika 45 za kipindi cha pili. Kwa upande wako unaona ni kitu gani haswa ambacho kinafanyika ndani ya uwanja ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza, na utofauti unakuaje ndani ya dakika 45 za kipindi cha pili? Of course ukiangalia Dar es Salaam Young Africans kipindi cha kwanza ni kweli kidogo walikuwa hawako compact vipi? Unaiona eneo la ulinzi na eneo la juu walikuwa kuna distance kubwa sana, zaidi ya mita kama 4-5. Kwa hiyo ukiangalia hii distance walikuwa backline na viungo wa juu washambuliaji walikuwa kama vile walikuwa wanaacha nafasi kubwa. Kwa hiyo wapinzani mnapotengeneza nafasi kubwa, mnapopiga pasi, ni rahisi wapinzani kuweza kuiba. Na hata nyinyi mnatumia energy kubwa mno kwenye kuweza kufanyaje, na ndio maana hata Yanga walikuwa wakipiga pasi ya kwanza ya pili, walikuwa wapinzani wanaiba. Sio unaelewa? Kwa hiyo walipokwenda dressing room na kocha kufanya mabadiliko, walitengeneza compact wachezaji kurudi kwenye nafasi ndogo na Yanga walifanikiwa. Angalia